Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa neno baada ya matukio ya kiharifu kwa viongozi wa kidini na kisiasa. Akiongea katika mkutano na waandishi wa habari ofisini kwake jijini Dar es Salaam, amesema serikali haifurahishi kabisa na vitendo hivyo. Wanajaribisha kulihusisha jambo hili na mambo ya kiserikali au na mambo ya kisiasa na kuona kama vile serikali imefurahia kushambulio la Dr. Kitime. Naomba niweke clear hapa kwamba mimi Albert John Chalamila, Father Kitime ni mlezi wangu kiroho, ni bosi wangu aliyeniajiri kama assistant lecturer wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Is my mentor katika masuala ya kitaaluma, being a doctor, na ni mtu ambaye amekuwa na honest feedback anapotaka kushauri jambo lolote. Na kwa mantiki hiyo sioni maana hata kidogo ya ama serikali ama jambo lolote la kisiasa kuweza kufurahia shambulio hili ambalo limetokea kwa kiongozi wetu wa dini, kwa mwalimu wetu, mwana filosofia, mwana theolojia, na kiongozi wetu na advocate mkubwa ndani ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo niombe kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, hata mimi mwenyewe siku 3 zilizopita nilikuwa nafanya mazoezi mahali fulani, wakatokea vijana ambao walidhani niko peke yangu na kutaka kunipora simu, lakini naamini wangefanikiwa na wangefanikiwa kunijeruhi. Lazima baadhi ya watu wangetamka maneno ambayo si ya kweli. Wangeweza kusema wabaya wa Chalamila wamemdhuru Chalamila, watu wa vyama vya upinzani wamemdhuru Chalamila, watu wabaya au watu wengine wamemdhuru Chalamila. Lakini kiukweli ingelikuwa ni kibaka kama vibaka wengine ambaye alidhana na muibia mtu mwingine tu wa kawaida, lakini kumbe mimi nilikuwa na walinzi ambao yeye hakuwaona. Na mwisho tulimkamata tukampeleka kwenye vyombo vya dola. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoangalia jambo hili la shambulio la dokta wetu, la padre wetu, naomba tusimame katikati kwamba jambo hili linaweza kumkuta yoyote. Linaweza kumkuta mkuu wa mkoa, linaweza kumkuta mkuu wa wilaya, linaweza kumkuta mwandishi wa habari, linaweza kumkuta kiongozi yoyote yule. Na ndio maana moja maelekezo niliyoyatoa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola ni kuhakikisha linaongeza zaidi wigo wa ulinzi wa watu na mali zao. Ripota wako kutoka Dar es Salaam ni mimi, tajiri wa vipaji, Ali Mtulia wa Swahili Voice.